Wamekwisha pumzika, wengine wamekuwa wagonjwa na mtu hata anashindwa atafanya nini. Lakini sisi si kwa sababu ya nguvu wala uwezo wetu, ndiposa tuko uhai, na hata tena pia tuko na uhai huu ambao Bwana wetu ametupa. Ni huruma na fadhili zake, ndiposa tuko hadi wakati huu, na ndiposa ninashukuru na ninasema asanti kwa Elohim wetu na Baba yetu ape sifa. Ni vyema kwa sababu tumefunzwa tangu asubuhi. Tulikuta yule ambao aliyekuwa akifunza kuhusu amri takatifu za Bwana wetu, na ni vyema kujikumbusha amri hizo, kwa sababu mara nyingi sisi tu ni wanadamu ambao walizaliwa na mwanamke, na kwa hivyo huwa tunajipata tumemkosea Bwana kwa njia hii na nyingine. Kwa hivyo ni vyema kuwa tunakumbushwa amri hizo, kwa sababu tena nasi pia sisi si wakamilifu. Wewe huwezi sema ya kwamba ati unakuwa 100%. Hata nami pia siwezi sema ya kwamba huwa ninakuwa 100% ati kukumbuka hizo amri za Bwana wetu, lakini huwa ninajikuta nimekwisha kosea. Kwa hivyo ni vyema kuwa na ukumbusho kama huo tulikuwa nao wakati wa asubuhi. Tena tukaenda moja kwa moja hadi tukaanza kufundishwa kuhusu Masihi wetu, kuzaliwa kwake, na hata tena pia ukoo ule ambao Bwana wetu alitoka. Kwa sababu jambo hilo nalo ni jambo nzuri mbele za Bwana wetu, kujua Mwokozi wetu vile alivyozaliwa na hata ukoo ambao aliyoutoka. Jambo hilo nalo ni jambo nzuri mbele za Bwana wetu. Na hadi wakati ndugu yetu mwalimu Docha alipokuwa akifundisha, niliwaza na kuwazua kuhusu wale aliokuwa akiwalinganisha. Nilikuwa naanza na kuwazua, na tulipewa homework. Sasa sijui ama ticha utakuja kutuangalilia wakati huo mwingine sijui, lakini tulipewa homework. Si ni vizuri kuwa na homework? Kwa sababu nyumba hii ya Bwana wetu ni nyumba ambao huwa ina mafundisho, na tunapofunzwa tunastahili kuyashika yale ambayo tunayofunzwa wayo, na ni vizuri kwa ndugu zetu kulingana na vile wanachambua maandiko. Sasa sisi tunaenda ni kama tunaenda tukiondokea kuchambua, lakini pengine siwezi kosa neno moja tu, kwa sababu Bwana wetu ameniwezesha. Hata nawe pia najua huwezi kosa neno moja tu, lakini sisi tunaenda tukiondokea. Kwa hivyo muendelee vivyo hivyo vijana wetu, kuendelea na kufunza na kuchambua maandiko, ndiposa tutakapo kuwa na ile pumziko, tukisha kupumzika mtaendelea kufunza hadi nanyi pia mtakapowachia wenzenu ambao watakuwa nyuma yenu, na ni vizuri, na Baba yetu ape sifa. Wimbo huu unasema bila wewe Yashua mimi siwezi. Nisaidie na huo wimbo.